Swali ambalo limekuwa likizunguka kwenye mitandao ya kijamii. Je, Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, yuko hai au amekufa? Je, yuko hai au amekufa? Na mpaka tumeona taarifa nyingine kuwa Marekani imethibitisha kifo cha waziri mkuu wa Israel. Sasa tunarudi pale pale. Je, Benjamin Netanyahu amekufa au yuko hai? Maana ukumbuke habari ambazo habari kama hizo huwa zinasambaa kwa haraka kuliko makombora namna yanavyoweza kusambaa. Tuliona mwanzo ambapo Irani baada ya kuwa wamepiga mojawapo ya banka ndani ya Tel Aviv ambayo ndio inaaminika viongozi wale wa ngazi za juu wa Israeli waga wanakutania kwenye hiyo banka. Kwa hiyo zikatolewa habari kuwa Netanyahu naye alikuwa miongoni mwa, lakini na kaka yake pia anajulikana kama Ido Netanyahu, maana huyo ni Benjamin Netanyahu. Alafu kulikuwa na kaka yake mwingine ambaye alikufaga kwenye operation ambayo walikuja kuifanya Uganda wakati ule wa Idi Amin walipokuja kuwakomboa wale watu waliokuwa wametekwa na ndege ile kuelekezwa moja kwa moja Uganda miaka ile. Yule bwana alikuwa anaitwa nani? Jina lake linanitoka kidogo, lakini yule alifia huku Uganda. Kwa hiyo operation hiyo wakaipa jina lake nalisahau kidogo. Kwa hiyo ndivyo. Kwa hiyo ikaaminika sasa kuwa maana Iran amekuwa akipiga makombora kama mnavyojua upande wa Israeli, na imefika mahali mifumo ya ulinzi sasa hivi haitoi alert, kwa sababu iko hivi, makombora yale yakiwa yanapigwa upande ule wa Israeli, mifumo ya ulinzi huwa inaanza kupiga ving'ora. Yaani ile ni kutoa alert kuwa kuna hatari inayokuja na kuwawezesha raia kuingia kwenye banka, ambazo banka hizi kwenye mahandaki ambayo yametengenezwa maalum kwa sababu pale uwaga kinawaka wakati wowote ule. Wazee wa Gaza walikuwa wanashambulia, Hezbollah kutokea Lebanon walikuwa wanashambulia, kwa ndio maana wametengeneza hivyo. Kwa hiyo mashambulizi mengi ya Irani uko katika hiyo miji mitatu, Tel Aviv, Jerusalem, lakini pia na Haifa, mji ambao ni mji wa kimkakati pale Israeli. Kwa hiyo akajikuta nimepiga kwenye banka ambayo inaaminika viongozi wengi walikuwa wanakaa hapo. Sasa wanasema na Netanyahu alikuwepo hapo, na habari hizi zikaanza kuenea baada ya kuwa si kawaida kwa Netanyahu kukaa muda mrefu bila kuhutubia na bila kuongea, hususan kwenye hivi vita ambavyo Netanyahu amekuwa akitaka sana Irani utawala uweze kuondolewa pale madarakani, na hivyo ambavyo tena wakawa wameua yule kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Khamenei, lakini pia na viongozi wengine wa ngazi za juu zaidi ya 40. Kwa hiyo ikawa sio jambo la kawaida kwamba Netanyahu amekaa kimya na hajaongea chochote. Kwa habari hizi zikaanza kutembea kwenye mitandao kuhusiana na kifo cha Benjamin Netanyahu, na baadaye ikatoka video ambayo ikamwonyesha Netanyahu akihutubia. Lakini video ile wataalamu wakaanza kufuatilia, wakasema hapana, hii ni feki, hii ni AI. Nafikiri unakumbuka video, sintaionyesha hapa kwa sababu ya mambo fulani. Nafikiri mnajua ndugu zanguni, YouTube kidogo wana sheria ambazo ziko very strict, hususan kwa sisi tunaoongea na kuripoti yale yanayoendelea upande wa pili wa Irani wamefanya nini. Basi unakuta mambo ni mengi kweli. Kwa ndio maana unaweza ukaona wakati mwingine, utatusamehe tu, tunaongelea labda jeshi la mapinduzi ya Kiislamu lililoko pale Irani, lakini ukaona picha za jeshi la Israeli. Hii yote ni nafikiri unaelewa, maana mwisho wa siku wanaondoaga hizi akaunti. Nadhani hilo linaeleweka. Kwa hiyo zile picha sasa wakaanza wakionyesha Netanyahu anahutubia, na picha moja ikaonekana mkono huu una vidole 6, jambo ambalo watu wakasema hapana, huyu sio Netanyahu, hii ni AI, artificial intelligence. Na kumbuke sasa hivi artificial intelligence imepiga hatua kubwa sana, na unaweza ukaona ukafikiria kitu ni cha ukweli, kumbe ni cha uongo. Jamaa wangu mmoja aliniuliza, kuna Wakenya wanatengenezaga hizi artificial intelligence
tengeneza sokwe yule anaongea. Nafikiri umewahi kuziona hizo sokwe anaongea. Mpaka jamaa wangu mmoja akaniuliza akasema, hii inakuaje? Sokwe siku hizi wanaongea? Nikaambia hapana, ni artificial intelligence. Lakini wameiweka ni kama ina uhalisia fulani, lakini ndivyo. Ila ukiangalia, ukifuatilia kwa makini sana, utakuja kugundua hii video sio uhalisia, ni hiyo artificial intelligence. Kwa hiyo mitandao ikaanza kuongea kuwa hata huyu Netanyahu ni wa artificial intelligence, kuonyesha kuwa ana vidole 6 kwenye mkono wake. Lakini baadaye tunakumbuka Netanyahu mwenyewe akaja akatokea na kwenye mgahawa fulani ambao akawa anaonyesha ananunua kahawa pale, na akawa na beza wale wanaosema nimekufa. Haya, akaonyesha na mikono yake vidole 5 na hii vidole 5. Bado wataalamu wakaja wakatuambia kuwa hapana, na yenyewe hii pia ni artificial intelligence. Sasa wakianza kuangalia huku machoni, na wakiangalia taya za Benjamin Netanyahu, na wakiangalia shingo, kwa sababu wanasema wakaweka video ambayo ni real ya Netanyahu kama unavyoziona hapa kuwa yeye ana shingo, lakini ile ya kwenye mgahawa inaonyesha kama hana shingo, alafu akaonekana ni kama kidogo amezeeka kuliko Netanyahu tunayemfahamu. Lakini baadaye pia ikaja ikatokea tena video nyingine, Netanyahu akiwa kwenye maeneo ambayo yamepigwa makombora na Irani, akiwa na baadhi ya raia, na kwenyewe pia bado wataalamu wakasema hapana, pia bado hii ni artificial intelligence. Ndivyo dunia ilivyo, ndugu zangu. Nini? Kutokana na miaka 18 ya Netanyahu akiwa madarakani na akiwa ameiingiza nchi ya Israeli kwenye vita siku 1000 ambayo ni sawa na miaka 3 akiwa anapigana. Lakini kitu kikubwa zaidi, Netanyahu amekuwa akipiga kampeni miaka mingi dhidi ya kuangusha utawala wa Irani, ambao amekuwa akisema kuwa huu ni utawala tisho kwa uwepo wa uwepo wa Irani. Taifa la Irani hili la Wajemi ni kitisho kikubwa sana kwa taifa la Israeli. Kwa hiyo inabidi tufanye kila namna kuweza kuangusha utawala huu ambao ni utawala wa Ajemi. Haya ndio aliyokuwa anaongea Netanyahu. Alikuwa akipiga hiyo kampeni, na mara nyingi sana mmekuwa mkiona video nilizokuwa naziongea hapa, alipokuwa anawatongoza raia wa Irani kuweza kuipindua serikali ya Irani. Nafikiri ni kipindi kile alipouaga sana viongozi wengi wa pale Gaza. Alimuua Ismail Haniyeh, akamuua Yahya Sinwari, na akaendelea kuua watu wengine. Kwa akawa anatokea na kuhutubia kuwa mnaona, nyinyi raia wa Irani mnatakiwa muangushe utawala wenu, kwa sababu utawala wenu unafadhili makundi ambayo ni makundi ya kinyang'ao, ambayo mimi nimekuwa nikiua viongozi wake. Na wakati ule akamuua Hassan Nasrallah, nakumbuka alikuwa kiongozi huyu wa Hezbollah pale Lebanon. Na hivyo pia akasema angalieni, imekuwa ni kampeni yake huyu Benjamin Netanyahu. Na Netanyahu, labda nikuambie kitu kimoja ambacho nataka ukielewe, ni kwamba Netanyahu amekuwa, kwa nini anapenda vita? Labda watu waelewe. Netanyahu yani yeye ni mzee wa vita. Kukaa kwake madarakani miaka hiyo 18, amekuwa akipigana vita sana. Ni kwa nini anapenda vita? La kwanza ni kuwa anajificha. Kujificha, anajifichaje? Kumbuka Netanyahu alikuwa ana kesi ya uhujumu uchumi pale Israeli, jambo lililopelekea akaomba msamaha juzi hapa, kama mnakumbuka, aliomba msamaha kwa rais wa Israeli ambaye ni Isaac Herzog. Kaomba msamaha kuwa basi jamani, mimi nisamehe na nini na hivi. Kwa hiyo ilikuwa hivyo. Kwa hiyo sasa wanasema kuwa kuingia kwenye vita na kuingia kwanza kuishambulia Irani, hii ni kwa ajili yake yeye mwenyewe. Sasa manake mnapokuwa mko vitani, hakuna kesi tena zitaendelea. Matokeo yake ni kuwa basi mtabaki mnaangalia tu sasa vita vinaendaje, ndio maana yake. Lakini jambo lingine la pili ni yeye kuendelea kubaki madarakani. Ilikuwa mwaka huu, nafikiri ni mwezi wa 9, kufanyika uchaguzi pale Israeli,
Lakini uchaguzi unafanyikaje wakati ambapo kuna hatari za makombora zinakuja? Ni nature ya wananchi kuacha utawala uliopo, maana ndio unaonyesha kama kuwalinda au raia dhidi ya vitisho vinavyokuja. Kwa hiyo inabidi utawala uendelee kuwepo, na ukiendelea kuwepo, basi kwa namna hiyo uchaguzi hautakuwepo. Ni kama Ukraine, mnakumbuka kimsingi kabisa Zelensky yuko pale na hakutakiwa awe pale alipo sasa hivi, kwa sababu ingetakiwa uchaguzi ukiwa umeshafanyika tayari. Nadhani ni mwaka jana 2025 uchaguzi ungetakiwa ulishafanyika, lakini uchaguzi haujafanyika kwa sababu nchi iko vitani, na anayeonekana kuwa ana uwezo wa kupigana vita ili awalinde raia wa Ukraine ni Zelensky. Kwa hiyo ndio maana unaona Netanyahu, haya yote yanakuja katika mambo ya namna hii. Lakini Netanyahu, sasa nirudi pale katika kumalizia. Je, Netanyahu amekufa au hajafa? Hilo tunaweza kusema, mimi naweza kulipa 70% mpaka 80% kuwa Netanyahu yuko hai, hajafa. Isipokuwa tu sasa ni habari zimekuwa zikizunguka mitandaoni kama hivyo, kama nilivyowaambia, kwa nadhani mnajua kuwa vile ambavyo Netanyahu na ubabe wake, basi watu wengi wanakuwa hawapendi hilo, na vita hivi watu wengi wako hawapendi. Kwa wangetamani kusikia lolote kumuhusu Netanyahu, tusikie parapanda imelia. Watu wengi ndio wanaamini hivyo. Kwa ndivyo hivyo, ndugu zanguni, asanteni sana, ninawashukuru.